habari au anwani ya maelezo yangu ni tamko la watahadharisha Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuhusu magonjwa yanayoendelea kujitokeza nchini kwetu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyu salihin wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-ghurri al-mayamin. Amma ba'd, ndugu waandishi wa habari, Waislamu na nchi wote kwa ujumla Tanzania, kutokana na kuongezeka kwa baadhi ya magonjwa yanayojitokeza katika maeneo mbalimbali nchini kwetu, tunatoa wito kwa Waislamu na wananchi wote kuwa makini, kuchukua tahadhari zinazohitajika na kufuata maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya, na hilo ni kwa lengo la kulinda maisha na afya zetu. Kama mnavyofahamu, ndugu waandishi wa habari, kwamba dini yetu ya Kiislamu ni dini inayohifadhi nafsi, afya na usalama wa jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika maneno yake matukufu aliyoyataja katika surati Al-Baqara aya 195 kwa kusema, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Manake ya jumla kwamba msijiingize katika maangamivu, msijiingize wenyewe katika maangamivu, kwa sababu ni haramu kwa Muislamu kujiangamiza au kujitengenezea sababu ya kujiangamiza. Na sehemu nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika surati Nisa aya 29, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, wala msiziue nafsi zenu, yani msijiue wenyewe, ika Mwenyezi Mungu au kwenu nyinyi ni mwingi wa huruma. Haya ni maneno yote ya uthibitisho yanotokana na maneno ya Mwenyezi Mungu Qur'an. Ama Mtume sallallahu alayhi wasallam yamesema la dharara wala dhirar, katika ile hadithi aliyopokea Ibn Majah, la dharara wala dhirar, yani hakuna kujidhuru wala kumdhuru mwingine. Maelezo ya bwana mkubwa, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika hadithi nyingine inayofungamana na mambo kama haya ni ile aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo ilipokewa na Imam Bukhari na Muslim, idha sami'tum bit-ta'un bi ardhin fala tadkhuluha wa idha waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju minha. Maelekezo ya mwenyewe salawatullahi wa salamu alayhi. Mnaposikia kuna ugonjwa ule mkubwa ta'un au ugonjwa mwingine wote mkubwa wenye kufanana na huo ambao unateketeza roho za watu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema msiingie humo katika mji huo. Na ikiwa itatokea nyinyi mmo ndani ya mji ule, basi msitoke mle ndani ya ule mji, bakini pale pale. Hii ni hadithi inaonyesha wazi wazi umuhimu wa kuchukua tahadhari.
na kufuata maelekezo ya wataalamu na kuzuia namna yote ya kuenea kwa maradhi katika jamii. Hivyo basi tunatakiwa kuzingatia usafi wa mwili, mazingira na vyakula. Haya ni mambo muhimu sana. Kufuatilia taarifa rasmi kutoka kwa wataalamu wa afya na serikali. Kuwahi hospitali au katika vituo vya afya kila inapoonekana dalili za maradhi. Kila inapokuwa kuna dalili, basi watu wakimbilie hospitali au vituo vya afya au mahala ambapo watu wataweza kupata tiba. Kuepuka kuenea taarifa zisizo na uhakika ambazo zinaweza kuleta hofu au mkanganyiko katika jamii, na hilo ni jambo halitaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na amekataza sana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana kupeleka habari ambazo zinaweza zikaleta taharuki katika jamii. Kuwaombea wagonjwa wote na kuwasaidia wenye uhitaji, lakini kwa njia ya halali na salama. Nataka niwakumbushe pia kwa kuchukua tahadhari si dalili ya udhaifu kama ambavyo baadhi ya watu wanaweza kaliona hilo. Sio dalili ya udhaifu, bali ni dalili ya nguvu ya imani, bali ni sehemu ya mafundisho ya dini yetu tukufu ya Uislamu, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi nyingi, na dokeza hii moja tu, amesema tadawau ibadallah fa inna Allah lam yad'a da'an illa wada'a lahu dawa. Jifanyeni dawa enyi waja wa Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuweka ugonjwa ila amewekea dawa yake. Katika kipande cha hadithi nyingine na kwa mapokezi mengine kuna kipande katikati kinasema alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Ameijua dawa hiyo aliyojua, na hakuijua yule ambaye hakupata bahati ya kuijua. Hadithi hii ilipokewa na Abu Daud na Ahmad. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ailinde Tanzania na awalinde wa Tanzania na awape afya njema wa Tanzania dhidi ya maradhi mbalimbali, na awaponeshe wagonjwa walioko katika hospitali na majumbani, na awajalie wataalamu wa afya katika kazi yao. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.